TANESCO inadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL ikijumuisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba ya shilingi bilioni 127.22 pamoja na mgogoro kuhusu kutohuishwa kwa leseni ya IPTL kati ya mwaka 2017 hadi 2022. Kampuni hiyo imewasilisha madai mengine mengi ya fidia, gharama za uzalishaji na ada za kisheria, huku TANESCO ikidai kuwa mgogoro huo ulishatatuliwa kupitia kesi namba 200 ya mwaka 2015. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Rais, hadi Juni 2024 IPTL ilikuwa haijarejesha dola za Marekani milioni 148 sana shilingi bilioni 389.83 zinazodaiwa na serikali tangu Februari 2022 zilizotokana na makubaliano kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Inapendekeza kuwa serikali ifanye tathmini kamili ya madai yote ya madeni yanayohusiana na kampuni ya IPTL ili kubaini uhalali wake, usahihi wake na utekelezaji wa makubaliano ya kisheria. Vile vile serikali inapaswa kutekeleza wajibu wa urejeshaji wa fedha inazodai kampuni ya IPTL kiasi cha dola za Marekani milioni 148 kwa kuzingatia mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2021 kuhusu fedha za Tegeta Escrow.